kabisa kwenye exclusive interview. Leo niko na DJ Sma kama kawaida, niko hapa kuzichambua habari zote za siasa, geopolitics na mambo mengine mengi pia. Kaka kwema? Lakini bana, namshukuru Mungu. Mambo anasemaje? Alhamdulillah. Last time tulizungumzia namna gani ya kuhandle vitu vinavyokupata. Nakumbuka ukazungumzia mambo ya TRA, ukazungumzia namna gani ambavyo ulishawahi kusumbuka, lakini pia ukapata namna gani mwitikio na ukafanikisha mambo yako. Watu walitoa maoni yao mengi sana. Of course kuna hata manabii ambao ni viumbe watakatifu, wapo ambao wanawakubali, wapo ambao wanawakataa, na wapo ambao wako neutral. Kwa hiyo it's the same thing. Naona ndio vile vile, wapo ambao walipokea positive, wapo ambao walipokea negative, na wapo ambao walibaki tu neutral. Na nikaongea na DJ na Rizky bwana, kana ananiambia Smana za vipi kuvumilia ya mambo yote haya. Maoni, maana unakuta sasa kila mmoja na maoni yake. Wewe unatumika, wewe haja kufika, wewe kwa sababu connection yako kubwa. Ndio hicho, yani kuna ambao wako negative, wana mtazamo wao, kwa hiyo hawakubali. Wapo ambao wanakubali. Na kuhusu kuvumilia, haya maua mimi napenda nimpe Sky. Mimi nakumbuka wakati naanza, tulianza naye kwenye Fuse Tech. Ndio mwanzo naanza kutengeneza vipindi na Sky. Sasa mwanzo mimi sio mwandishi wa habari. Sijasomea. Kwa hiyo lakini najua hivi vitu. Nimesomea electronics, VETA, nimesomea electron installation na certificate zangu. Kwa hiyo wakati tunaongelea mwanzo, nikawa sina uzoefu wa kukaa mbele ya kamera, sina uzoefu wa kuongea. Kwa hiyo kuna a lot of criticism. Watu wanaponda sana. Yani mpaka kipindi kile nilikuwa niko tayari kukata tamaa kwamba this is not my thing. Sky akaniambia hapana. Kaza. Akanitolea mifano, mbona kuna mwandishi fulani hivi na hivi, angalia, sikia sauti yake. Kuna mtu fulani muonekano wake uko hivi, sio nini, usijali. Kwa hiyo since yeye ndo mwenye platform na akanipa moyo, kwa sababu mimi nilikuwa nahofia nisionekane kama namharibia platform yake. Lakini akanipa moyo, akanisimamia. Hiyo kipindi hicho hatujui kama kuna vita vya Ukraine vitakuja, hatukujua kama kuna mambo ya geopolitics yatakuja. Kwa hiyo ikanipa moyo, nikaenda kadri siku zinavyoenda nika improve, na mpaka sasa hivi bado naendelea kujiimprove, kwa sababu nakwambia elimu haina mwisho. Then ikaenda ndo ikaja ikazaa Fuse, ikavaa Fuse Military, ikaenda ndo imezaa mpaka GPS na mwamko. Kuna watu wanaweza wakakubali au wasikubali. Game changer ya geopolitics Bongo ni Fuse SNS. Hiyo ndo ilibadilisha kabisa game ya geo. Na wachambuzi wengi sana wameibuka wa online baada ya Fuse SNS kufanya vizuri na watu na delivery na kuona watu wameikubali na wameipokea, ndo akaibuka wachambuzi. Zamani ilikuwa ni legacy media, either TBC au Azam kidogo au baadhi ya ITV. Kwanza walikuwa wanaangalia labda wazee, ilikuwa haina connection na vijana kabisa, mitaani, maskani na sehemu tofauti tofauti, na walikuwa wanaangalia ni watu wazima, na ilikuwa pia wao hawaipe kipaumbele sana. Lakini SNS na Fuse ikaleta njia tofauti, ikaleta mwamko tofauti, na ika-inspire watu wengi. Wapo ambao ukikutana nao nakwambia kabisa mimi wewe ndio umeniinspire, nimeanzisha. Wapo ambao mioyo yao hawawezi kukubali kukupa credit. Umeona Kwa hiyo then the rest is history, lakini aliyenipa moyo wa kukaza mpaka leo nimefikia hapa ni Skywalker. Hongereni sana. Kwa kweli kile ambacho mmechokifanya ni kikubwa sana. Hata mimi kupata ile mwamko, nguvu ya kucheki kuja kufanya interview na nini, ni baada ya kuona kile ambacho mnakifanya kwamba ni kitu kizuri na mnachokizungumza kina fact. Kwa hiyo nikasema wow, kuja tuendeleze kile ambacho mmekianzisha. Leo tunataka tuzungumzie, kwanza tuanze na hili. Tulizungumza last week kuhusiana na vita ya Palestina na Israel. Naambia hii vita mwisho wake bado sana, mpaka siku za mwisho huko, na maelezo mengi ukayazungumza. Lakini this week tumeona Netanyahu amesitisha, kwa maana Israel wameondoa majeshi yao, na tukaona baadhi ya raia ambao walikuwa wameondoka Palestina wakiwa wanarejea na nini. Trump akazungumza ya kwake. Nikasema vita sasa imeisha ama kuna nini hasa baada hiki ambacho kimetokea? Kabla sija kujibu hii, kama ulivyosema kwamba pia
kwa kiasi fulani nao umekuwa inspired na hivi. Na ndio maana uungwana uko hivi, sisi tunafundishwa kwamba albirru salaf, uungwana ni deni. Kwa hiyo kama mimi vile Sky alivyonifanyia uungwana na kunipokea na kunigroom mpaka leo Osman nimefikia, unaalikwa South Africa, unaalikwa Ivory Coast, unaalikwa Russia, unaalikwa kwenye baadhi ya semina za maana, zote ni kutokana na extending hand ambayo amenipa, na mimi nimepokea ile na nikasema na mimi pia nitasaidia ni support wengine wanaokuja. Ndio maana mimi watu wakija kiungwana, wakija kwa adabu, wakiniombaga interview na hapa nadhani nyinyi mashahidi, first time mmeniomba, hakukuwa kuna complication yoyote kabisa, umeona. Kwa hiyo pia mimi nimeichukulia kwamba na mimi nitoe extending hand ya kuweza pia kuwanyanyua wengine, tunyanyuke pamoja. Kwa hiyo pia nina deni ya nilichopewa, na wengine pia ambao pia watanyanyuka watazidi kunyanyuka. Na sasa hivi kama vile leo nimetoka kufanya collaboration katika ahadi ya Sky ya kuniwezesha pia na mimi YouTube page yangu ikuwe ya DJ Smart 255. Yeye ndo aliniambia niifungue, alafu akaniambia nitakusupport, na amesaidia. Leo kwa sababu YouTube wameruhusu collaboration. Yes, yeye leo kanifanyia collaboration. Kwa hiyo naweza nikapost content kwangu, nikafanya collaboration na SNS platform, alafu ikazidi kukuzwa. Na leo nadhani tumefanya mapema tofauti na muda, kwa sababu SNS tumelaunch SNS channel 2. Yes. Kwa hiyo kuna channel 2 ambayo itakuwepo pale. Sitotaka kuiongelea kwa sababu mimi sio mwongeaji wa SNS, ila naweza kuambia tu watu pia wafuatilie kwamba kuna SNS channel 2 inakuja. Na Sky mwenyewe amenipa maelezo, lakini sio mtu sahihi wa kuiongelea kwa nini amekuja na channel 2 na tofauti yake ni kitu gani. Kwa hiyo ni kuzidi kukua kwa pamoja. Nimeona pia jana watu wanazungumza kwamba sasa hivi SNS ndo channel ama online namba 1 Tanzania. Kwa kweli mimi na usemi wangu na formula yangu moja hivi, kuto kuvimba, kuto kuwa jeuri. Kwa sababu ukiwa jeuri unajiona uwezo ni wa kwako wewe, na wakati ile ni zawadi amekupa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo lakini upande wa pili, fa amma bi ni'mati rabbika fahadith, ama kwa neema za Mola wako zihadisie. Kwa maana kwamba anapokuneemesha inatakiwa upokee neema zake na uzikubali. Inakuwa ni adabu ya au njia moja ya kushukuru kwamba Mungu umenipa na nimepokea. Yes, kwa hiyo SNS imefanya kazi kubwa sana, imechange. Hii naweza nikasema kabisa SNS imechange geopolitics game Bongo. Hata ukiangalia mwenendo wa channel zingine, kuna kipindi walikuwa hawana time kabisa na geopolitics. Wao walikuwa ni entertainment tu. Sasa hivi wameona mwamko koje, na kumeibuka wachambuzi wengi, yani Fuse SNS imeibua wachambuzi wengine wengi sana. Kwa hiyo imefanya kazi vizuri. Je, ni namba 1 au sio namba 1? Hiyo nitamwachia Sky mwenyewe ongee. Lakini ninachoweza kusema kwamba imefikia kipindi watu wakitaka verification au hakika wa taarifa fulani wanaenda SNS kufanya verification. Kwa sababu watu wanatakiwa jue kitu kimoja. Kuna hard news ambayo ni mtu anaripoti gari imeanguka, mtu anasema gari imeanguka, yeye anaripoti, hachambui. Then kuna SNS, kuna Fuse, kuna DJ Smart 255 na wengine ambao pia wameingia katika kundi hilo, wanachambua ilikuwaje gari ikaanguka, iliteleza au dereva alikuwa mzembe, alikuwa anatumia simu, au barabara kulikuwa kuna tuta, kwa hiyo katika kukwepa tuta, kwa hiyo anachambua, inaleta maana ya uelewa wa ndani zaidi. Kwa hiyo SNS imejiwekea tunaita jina limenitoka lile neno halisi, imejiwekea wasifu huo wa kuwa kwamba ukitaka kuelewa jambo kwa undani na kwa uhakika unaenda SNS. Sawa kabisa. Na turudi kwenye swali letu sasa. Israel na Palestina, baada ya kile ambacho kimetokea, Israel kaondoa majeshi yake, unaiona sasa vita yake imeisha ama kuna kitu ambacho hakiko sawa? Hapana. Sasa kwa watu ambao tuna tendency especially wana Fuse, wana SNS ambao wana tendency ya kujoin dots. Unajua mtu ukikaa ukitulia, ukisoma mchezo, lazima utadiscover a pattern. Kuna mwenendo fulani ambao utaugundua ukitulia. Na hii ni kote kwa marafiki zetu, kwa washikaji zetu, mke, mume, wafanya biashara, wateja, muuzaji,
soko la hisa, soko la dola. Yani ukituliza akili lazima utaona kuna pattern, na ukitumia ile pattern ndio inakuwezesha, inakuwa ni indicative ya kuweza kufikia conclusion au dira ya kitu kinapoendelea. Kwa hiyo kwanza hii sio ceasefire ya kwanza. Tumeshaona ceasefire kadhaa. Na tushaona before pia kwa sababu ya algorithm, nadhani watu wanafahamu. Sasa hivi wamebana sana hizi algorithm kwa sababu ya hawataki ukweli utoke. Kwa hiyo kuna baadhi ya majina ukiyataja watu algorithm inabana. So nitakuwa nasema taifa la blue. Taifa la blue ni taifa ambalo linaongozwa na Netapaka. Kwa hiyo nikisema hivi watu moja kwa moja wanaelewa. Yes. Kwa hiyo sio mara ya kwanza wala mara ya pili wala mara ya tatu ceasefire zote zilizofanyika na majeshi ya taifa ya blue yakarudi nyuma. Sio mara ya kwanza. Kwa hiyo ishatokea before. Na sasa hivi hawajatoka kabisa, tofauti na mwanzo. Kuna ile ceasefire ambao walibadilishana mateka wengi, ile walikuwa wametoka kabisa maeneo makubwa. Safari hii wametoka mpaka mstari, kwa sababu kuna mistari mitatu imechorwa. Kuna zoni ya kwanza ambayo ni ya njano, wametoka pale, wamerudi nyuma. So sio mara ya kwanza. Na njia pekee ambayo taifa la blue limeweza kurudisha mateka wake ni kwa wingi na kwa usalama, ni kwa kupitia ceasefire. Kwa hiyo juzi naona mmeona kuna mabadilishano na nani. So hii sio ni pause. Umeona? Ni kama una play video afu una pause, unasimamisha. Au ni kituo. Kituo sio mwisho. Kituo ni sehemu ya katikati, umeweka kituo alafu unaendelea. Kwa hiyo itaendelea. Na kama umepay attention, kwanza ni kitu kizuri kwa sababu kukiwa kuna amani ni kitu cha muhimu. Kwa at least kuna pause, watu wanapata amani kidogo. Kuna baadhi ya misaada inakuja. Ukiingia kwenye peace deal yenyewe, sitoingia ndani kwa sababu nimeichambua vizuri sana ile peace deal. Iko kwenye YouTube channel yangu DJ Smart 255. Nimeielezea peace deal na unajua ile document yenyewe ya plan wanaita The Great Peace, ambayo wameificha lakini ilifanikiwa kuipata. Mipango alionayo, nani atafanya nini, mipango itakuwaje na vitu kama hivyo. Ukisoma unakuja kujua kwamba sio peace deal. Ni business takeover. Koje. So kwanza ieleweke kwamba makubaliano haya yalifanyika kwenye UNGA, United Nations General Assembly, ambayo yalikuwa Umoja wa Mataifa. Alafu kulikuwa kwa si mataifa mengi yalikutana pale, ikiwepo zile nchi 8 za Kiarabu ambazo nishazitaja zilikuwepo pale, wakasaini. Kilichokuja kutangazwa na Trump na Netapaka sicho walichokubaliana nacho. Kuna vitu vingi ambavyo wacho walichokisaini na kilichotangazwa ni vitu viwili tofauti. Umeona Na hayo nimeachambua, sitotaka kurudi tena mule ndani, ila hiyo peace plan nimeshachambua, iko kwenye YouTube channel yangu ambayo nataka kwenda kuangalia. Sasa tujiulize ni nini kama sio peace plan, na ni nini ambacho kinaendelea. Kwanza unatakiwa uelewe the idea is the greater Israel. Sawa? Kwa hiyo greater Israel inatakiwa iimeze yote. Gaza inatakiwa imeze West Bank, inatakiwa imeze Syria, Jordan, inaenda all the way mpaka Saudia. Ndio the greater Israel. Kwa hiyo ukishakuwa kuna peace plan ambayo inaruhusu Wapalestina wajitawale na taifa la blue liondoke, the greater Israel haitofanikiwa. Kwa hiyo ni pause. Sasa pause ya nini? Tunarudi tena kwenye indicators. Indicator ni kwamba mara ya mwisho kabla ya the 12 days war, vita vya siku 12, ilikuwa the same thing. Kulikuwa kuna ceasefire hapa, alafu akakianzisha na Iran. Kwa hiyo hii ni maandalizi ya mwisho kabisa ya vita vya round 2 na Iran na Muajemi. Kwa nini na Iran tena? Kwa sababu lengo halijafikiwa. Na
pale Irani kuna vitu vingi sana ambavyo watu wengi bado hawajui. Wengi ukiwauliza watakwambia, upande mmoja watakwambia kwa vile ana mafuta na nini wanataka achukue, upande wa pili watakwambia kwa vile yeye ana sponsor, ana washirika wengi ambao wengi ni wa Shia, ikiwepo Al-Houthi wa Yemen, ikiwepo Hezbollah wa Lebanon, ikiwepo Hamas wa Gaza, Syria vile vile na kwengineko. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo upande wa pili. Ila hivi vita vina umuhimu mkubwa sana na vina siri nzito sana ndani yake. Sasa inabidi niwape watu mtiririko ili wapate kuelewa. Cha kwanza, so far tunavyoongea tayari Netapaka anauza hivi vita. Anavinadi. Yuko sokoni anaviuza vinunuliwe. Juzi kwenye interview yake na Ben Shapiro akawa anasema sasa hivi Iran yupo anadevelop, anatengeneza makombora ambayo yanaweza yakafika kilomita 8,000. Maana yake ni nini ukiread between the lines? Kwamba hana makombora ambayo yanaweza yakafika kilomita 8,000. Lakini anauza kwamba nani, kwamba Mwajemi, nikisema Mwajemi naomba tuelewe kwamba ni Iran. Kwa sababu Iran sio Mwarabu. Kwa hiyo Mwajemi anatengeneza silaha za makombora ya kufika kilomita 8,000. Alafu angalia jinsi anavyo sales pitch yake. Akiongeza 3,000 tu anakuwa anaweza akaifikia Marekani. Kwa hiyo cha kwanza bado hajawa na makombora ya kilomita ngapi? 8,000 ndio anatengeneza. Lakini mpaka akishakamilisha then yeye pale ashaongeza. Akifika 8,000 akiongeza tena 3,000 anafikia Marekani. Umeona? Kwa hiyo anawatisha Marekani. Na anasema akataja baadhi ya maeneo Florida na kwingine. Sehemu ya muhimu sana aliitaja, alafu ambao tuna uwezo wa kusoma body language ilimwijia kama tabasamu fulani kwamba hapa nimepiga nondo. Akasema Mar-a-Lago. Mar-a-Lago ndo sehemu ya Trump ya kwenda kupumzikia. Rais wengine wanapenda kwenda Camp David. Lakini kwa Trump anapenda kwenda Mar-a-Lago. Kwa hiyo ni sehemu ya Trump. Kwa hiyo anasema kwamba Iran anatengeneza makombora. Akishafika bado hana 8,000 lakini ndo anatengeneza. Akishafika hapo mbakiza 3,000 tu aongeze. Yakiongezeka hiyo ni 12,000. Atakuwa anaweza kumpiga sehemu yote Marekani. Ikiwepo wapi? Mar-a-Lago. Umeona? Kwa hiyo tayari yuko sokoni anauza. Alafu pale kachomekea na atomic bomb. So far hakuna mtu yote ambaye amethibitisha kwamba Iran ana atomic bomb. Wala enrichment yake imefikia weapons grade uranium au plutonium au vitu kama hivyo. So far inaaminika the highest yield ilionayo ni 60%. Minimum inahitajika above 90 na kwenda juu. Sawa? Kwa hiyo hana hiyo. Alafu jiulize, kama mnakumbuka walinadi yeye na Trump kwamba tumesha destroy nuclear facility zake ya Iran. Tumemrudisha nyuma miaka kadhaa. Sasa ni miezi 3. Alafu sasa hivi unasema kwamba anazo. Kwa hiyo ni contradiction. Na hichi ni kitu ambacho amekuwa anasema kwa zaidi ya miaka 30 Netanyahu. Inasikitisha kwamba kuna watu ambao mpaka leo hawajaamka. Tangia miaka ya 80 anasema hivyo. Iran anatengeneza nuclear. Miaka 90 Iran kabakiza miezi mingapi anatengeneza? Kabakiza miaka mingapi? Hivyo amekuwa ananadi miaka baada ya miaka, lakini watu hawaamki kuona kwamba ni propaganda, the same thing. Kwa hiyo tayari yuko sokoni anainadi vita. Na hivi vita ni lazima vipiganwe. Wakati gani? Very soon. Yaani ninaona kwamba players zote ziko sehemu. Sasa ni very soon. It's a question of when, not if. Ni swali la lini, sio kama itatokea. Sio kwamba je itatokea? Hapana, itatokea. Ni swala la lini. Umeona? Hapo. Niliona jana ni kundi gani nimelisahau jina lake, ilipigana na Hamas baada ya Israel kuondoa majeshi yake. Na nikaona kuna mapigano kwenye jengo fulani vile hospitali. Kuna nini sasa hapo? Kuna makundi mengine ambayo yamebakia yanapigania au mama imekuwaje? Taifa la Blue
limekuwa linatengeneza vikundi vya kigaidi ndani ya Gaza kusababisha vurugu na tafaruki na sintofahamu. Wale ndo wanavamia manani ya chakula yale, wanafanya baadhi ya ugaidi, wanapambana na Hamas. Kwa hiyo yapo hayo makundi ambayo yamewezeshwa na taifa la bluu na baadhi ya nchi za Kiarabu pamoja na anko yao, Uncle Sam. Watu jiulizeni swali. Tunaifahamu Al-Qaeda, tunafahamu ISIS, tunafahamu ISIL, HTS na makundi ya mengine yote. Sawa? Wanachopambana ni kitu gani? Si wanapambana kwa kudai kwamba wao wanapambania jihad. Sawa? Na kwamba wanapambana kutetea dini ya Islam. Sasa taifa ambalo linajulikana liko kwenye mgogoro dhidi ya hivi vitu wanavyopambania ni taifa la blue. Na hivyo vikundi vimezunguka Middle East nzima. Wapo Iraq, wapo Libya, wapo Syria, wapo nchi za jirani ambazo let's say kama Somalia, Sudan na kwingine na mataifa ambayo yameizunguka taifa la blue. Ushawahi kusikia hata siku moja wameshambulia taifa la blue? Hapana. Hata siku moja. Ila wanachokidai wao, wanachokifanya, wanapambana dhidi ya makundi ya kigaidi. Wao ndo makundi ya kigaidi. Wanapambana dhidi ya unyanyasaji na uonevu dhidi ya dini. Lakini taifa ambalo linafanya hivyo hawajawahi kuligusa. Wanakuambia hivi, ukitaka kujua nani ndo boss, angalia yule mtu ambaye huruhusiwi kumsema. Ukishaona yule mtu ambaye huruhusiwi kumsema, huyo ndo boss wako, huyo ndo anayekulisha. Kwa hiyo Trump mwenyewe kwa maneno yake alisema kwa Obama na Hillary ndo walioitengeneza ISIS kwa maneno yake. Na ripoti ziko wazi. Na imethibitika waliotengeneza Al-Qaeda ilikuwa ni CIA kwenda kupambana dhidi ya nani? Dhidi ya Soviet Union, Afghanistan. Na walishirikiana na nani? Na extremist wa kutoka Saudi Arabia, baadhi ya mawahabi na watu kama msimamo mwingine. Kwa hiyo wao ndo wenye kutengeneza haya makundi. Kwa hiyo kundi liloniuliza ni makundi ambayo yapo yametengenezwa na taifa la blue na washirika wake yalete mtafaruku. Kwa sababu ikishatokea mtafaruku mle ndani, watu kama kina Trump na wengine watasema unaona sisi tumetoka tayari, washaanzisha vurugu, inabidi turudi sisi twende tukasimamia amani. Kwa hiyo inatengeneza sababu ya wao kuingia na kupeleka majeshi. Na so far kuna majeshi zaidi ya 200 ya kutoka Marekani yametua, wanasema kwamba wameenda kusimamia amani. Je, ni kweli? Muda utaongea. Umezungumza kuhusu namna gani ambavyo Irani na taifa la blue ambavyo tutaenda kupigana na Irani imekuwa nikiweka sana sanction, vikwazo vingi sana. Epuka vipi hivi na kuendelea kuwa strong kila siku? Sawa. Sasa uliniuliza hapa nyuma kuhusu hivi vita vitapigana kweli? Yes. Nikamwambia indicators or key players tayari wako sehemu zake. Sasa nataka nikuvunjie baadhi ya indicators za muhimu za kuonesha kwamba players wote au viungo vyote viko sehemu yake. Nianze na hicho ulichokitaja sasa hivi ambayo ni sanction. Juzi kwenye Umoja wa Mataifa, mataifa ya Ulaya yakiongezwa na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na wenzao walitrigger kitu kinaitwa snapback sanctions. Kwa hiyo kuna sanctions ambazo zilitengenezwa kwenye JSPO ambayo ni ile nuclear deal ile ambayo sasa hivi technically imeshavunjwa. Kwa hiyo wameitrigger, wamemrudishia vikwazo Iran. Kwa hiyo indicator ya kwanza ni hii hapo. Ila pia Iran katoka kumaliza kulipa deni lake la nje. Yes, amesha clear madeni yake ya nje aliyokuwa nayo, kwa sababu baada ya kuondoka ile kukawa kuna mifumo mingine ambayo ilimruhusu kwa sababu baada ya kujitoa Marekani yeye na baadhi tu ya washirika wake ndo waliweka vikwazo binafsi, sio vile ambavyo ni vya kutoka kwa UN.
Kwa hiyo wengine waliendelea kufanya naye, kwa hiyo ameshamaliza kulipia. Ila sasa nataka tuanze kuangalia sasa indicators zingine. Juzi kama mnakumbuka, kuna peace deal ambayo imesainiwa kati ya Pakistan na Saudi Arabia ambayo ni Mutual Defense Pact ambayo inasema kwamba yeyote atakayeshambuliwa mwenzie ana wajibu wa kwenda kumsaidia. Sawa? Ila mimi nikaongea, nikasema hamna chochote cha maana kitakachotokea pale. Na ushahidi ni kwamba kama mnavyoona sasa hivi Taliban wamemwashia moto Pakistan. Pakistan alienda akafanya mashambulizi ndani ya Afghanistan. Afghanistan akamwambia mimi nakuletea moto huko kaingia mpaka ndani ya Pakistan, wamekinukisha, kuna watu wamekufa, sio kitu kizuri, lakini kipo. Haya, tunasubiri tuone Saudi Arabia atapeleka majeshi, atapeleka vifaa, subiri tuone kitakacho. Kwa hiyo kwanza kuna deal hiyo ambayo inahusiana na Middle East. Ila pia kuna Saudi na Qatar wamesaini pia same thing ambayo inafanana na Article 5 ya NATO kwamba an attack on one is an attack on all, kwamba yeyote atakayeshambuliwa au atakayemshambulia Qatar, Marekani italazimika kwenda kumsaidia. Yes. Kwa hiyo hii ni jambo la muhimu sana. Na juzi nikasema baada ya kufuatilia, kwa sababu ni GPS ile iliyopita, nikasema hii pact hai make sense kwa sababu tayari kuna defensive pact kati ya Marekani na nchi za Waarabuni. Sababu ya Marekani kuweka base zake katika nchi karibia zote za Waarabuni, na biggest base zake ni Qatar, lakini ipo Saudia, ipo UAE, ipo Kuwait, zipo Oman. Middle East nzima ana mabezi yake pale, iwe ni naval, iwe ni air base, au ni kwa sababu ya troops. Ni kwa sababu aliwaambia mimi niko hapa kwa sababu ya kukulindeni, ya ulinzi. Kwa hiyo pact hiyo tayari ipo. Kwa nini imekuja nyingine? Umeona? Sasa hapa ndo nimekuja kujoin dots na kupata picture kamili. Na nachoamini mimi, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba hata yale mashambulio ya taifa la blue aliyeshambulia Doha kwa sababu ya kumlenga nani wa Hamas wale, unaona, wakamkosa, wakaua baadhi ya watu wa Doha na vitu kama hivyo, ilikuwa imepangwa na pande zote mbili. Na ilitokea baada ya vita vya 12, siku 12, ambapo nani alijibu mapigo Iran, kama nakumbuka, akashambulia baadhi ya base za Marekani ndani ya Qatar. Kwa hiyo ile ilipangwa. Unajua wenzetu wana kitu kinaitwa false flag, kwamba hata Marekani kabla ya kuingia World War 1 au World War 2 kuna tukio lilitengenezwa. Mfano kuna Pearl Harbor ambayo ilitengenezwa kwamba Mjapani kashambulia, kumbe ni false flag walitengeneza wenyewe. Ili kumpa sababu ya Marekani kuingia. Unajua mataifa makubwa miaka yote mpaka kwenye Persian Empire, Roman Empire na wengineo, huwa hawataki kuonekana kwamba wao ni wavamizi. Wanataka kutengeneza mazingira, sisi tumechokozwa, sisi tumelazimishwa ndo tukaingia. Wasaidizi, yani kwamba huyu ametulazimisha ndo maana tukaingia. Aidha kumsaidia mtu au kujibu mashambulizi. Kwa hiyo taifa la blue lilifanya mashambulizi Doha, alafu ikatengenezwa mazingira. Ndio maana nikasema walikaa sio Arab League, hakuna chochote, na nilisema hamna kitakachotokea na vitu kama hivyo. Alafu sababu ni nini? Marekani amwambie Qatar kwamba mimi nitakulinda, hautovamiwa tena. Ila watu watadhani ulinzi huo ni dhidi ya taifa la blue. Kumbe sio. Sababu ni kutengeneza pact ili itakapozuka vita vya siku 10, vita round 2 ya Mwajemi na taifa la blue, Marekani apate sababu ya kuingia. Kwa hiyo inawezekana taifa la blue likashambulia Qatar, au ikatengenezwa false flag ya kuonesha kwamba Iran au Mwajemi kamshambulia Qatar. Kwa vile Marekani tayari ashasaini naye mkataba, inabidi aje kujibu mapigo. Kwa hiyo anaingia vitani. Kwa hiyo ile imetengenezwa kama sababu ya kumuingiza, njia ya kumuingiza Muirani katika hivi vita. Kwa sababu vita vya kwanza, anyway, ngoja nimalizie indicator zingine. Kuna mapatano ya Armenia na Azerbaijan.
wamekuwa na mgogoro muda mrefu. Armenia na Azerbaijan wana umuhimu sana kwa sababu kwanza Waazeri ni wajirani wa Iran, kwa hiyo ni rahisi na hata na ni mshirika mzuri sana wa taifa la Blue na hata forward operating base ya Mossad na wengineo ni Mwazeri. Kwa hiyo nani nyingi zinapitia pale alafu zinakuja kufanyikia ndani. Kwa hiyo tayari kuna peace pact na ile peace pact inamruhusu Marekani kuweka kambi zake pale. Kwa hiyo ukiangalia, kwa hiyo kuna indicators ambavyo tayari vipo. Alafu so far tunavyoongea kuna aerial refueling tankers. Ndege zile za kujaza mafuta, ndege zingine nyingi zimepelekwa, ziko ndani ya Qatar sasa hivi. Kwa hiyo ukiangalia hizi indicators zipo tayari. Kingine cha muhimu sana, kitu ambacho hakijatokea kwa muda mrefu sana. Juzi EU wameishtumu Mwajemi na kumwambia kuna visiwa ambavyo vina mgogoro kati ya UAE na Mwajemi. Kwa hiyo akamwambia kwamba hivi visiwa unatakiwa utoke umrudishie UAE. Umeona vinakaliwa na Iran. Of course ni mgogoro, Iran wanasema ni vya kwao, Imarate wanasema ni za kwao. Kwa hiyo siko hapa kusema ni vya nani, ila kuna mgogoro. Kwa hiyo Iran UAE tayari washaonesha kwamba wako upande wa nani? Wa UAE. Umeona? Kwa hiyo na wao washatengeneza mazingira itakayowaruhusu kuingia kwenye hivi vita kupitia kwa nani? UAE. Kwamba wanamsupport kwa sababu ya hivi visiwa. Kwa sababu kilichotokea ni kitu gani? Ni kwamba kwenye vita vya siku 12 taifa la Blue aligundua sina uwezo wa kupambana na Mwajemi peke yao. Moto aliopelekewa na madhara aliyokutana nayo kagundua kwamba siwezi. Kwa peke yake moto ni mkali sana. Siwezi. Ni lazima nipate nani? Aingie na company. Lazima aingie na company. Majeshi ya kukodi yale. Kwa hiyo alichokifanya ni kama walichokifanya same thing kwa Iraq. Iraq walivyoingia Marekani alikusanya mataifa 35 yakaingia nayo. Ndio kwenda kumdondosha Saddam. Mataifa 35. Na moja ya hayo mataifa yaliyoingia pale ni Ukraine. Kwa hiyo Ukraine alipeleka majeshi yake kwenda kumwangusha mtu ambaye hausiki naye kabisa. Kwa hiyo na sasa hivi yeye pia kinachomkuta ni kwamba na yeye kama tudin tudan. Ukiishi kwa upanga utamaliza kwa upanga. Kwa hiyo hiyo pia ni kitu ambacho watu wanatakiwa jue kwamba katika mataifa yaliyopelekwa na jeshi zaidi ya 2000-3000 ni Ukraine alipeleka majeshi kwenda kumwangusha Saddam. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho pia watu wanatakiwa waelewe. So Middle East sasa hivi pamesha, yani ni kama chumba ambacho kimejaa gesi bado kulipuka. Yani mtu akiwasha tu kibiriti inalipuka. Na ile eneo ni la muhimu sana. Sasa hapa ndo nataka nikueleweshe umuhimu wa Iran. Umuhimu wa Iran ni kwamba tumeongelea players ambao tayari wako sehemu husika. Sasa kuna players wengine hatujawahusisha. Kuna Mchina, kuna Muhindi, kuna Mrusi. So far sija kuongeza. Ila wanahusika kwenye mgogoro. Nitakwambia kwa sababu gani. Sima. Sasa hivi tukitazama tunaona kabisa indicators karibia zote zimeshakaa sawa. Kama ni moto, kama ni gesi, tayari unaona kabisa kwamba inahitaji tu kulipuliwa. Nini kitatokea baada ya hiki vita kulipuka? Mgogoro wa safari utakuwa ni mkubwa sana. Na nategemea ushirika wa Marekani utakuwa ni mkubwa zaidi ya awali. Huenda ikataka kufanana na ushirika wake kwenye vita vya Iraq. Kwa sababu Iran ana dhibiti au anamiliki Strait of Hormuz. Strait of Hormuz akifunga, tutegemee kilichotokea mwaka 1957. Kwa sababu akifunga Strait of Hormuz, dunia kiuchumi itashtuka. Kwa sababu takriban 20% ya mafuta ya duniani yanapita pale. Na watakaoathirika zaidi ni Eurasia. Ndio watakaoathirika zaidi. Kwa hiyo matokeo yake nini?
Matokeo yake ndio nilichosema tutegemee kilichotokea mwaka 1957. Gamal Abdel Nasser wa Egypt alitaifisha Suez Canal alafu akaifunga. Na Suez Canal ni moja ya trade route za muhimu sana. Mbele nitakuja kuongelea umuhimu wa trade route na inahusiana vipi na mgogoro. Ikalazimu Uingereza, Ufaransa na taifa la Blue kuivamia Egypt na kudhibiti Suez Canal. Kwa hiyo ni umuhimu kiasi gani? Kwa hiyo iwapo Mwajemi atafunga Suez Canal, kuna wasiwasi mkubwa sana Marekani akaenda kuvamia pale na kupeleka majeshi kwa sababu ya kuikamata na kuiweka chini ya udhibiti wao Suez Canal, kwa sababu ni ya umuhimu wake, na itakuwa ni marudio ya mwaka 1957 kilichotokea kwa Gamal Abdel Nasser wa Egypt alivyotaifisha pamoja na kufunga. Suez Canal ni mlango ambao unapitisha njia ya kupitisha mafuta, si ndio? Yes. Kwa yani mafuta mengi sana yanapita pale. Yes. Ile ni choke point. Choke point ni sehemu ambayo ni nyembamba, vitu vyote vinapita pale, kwa hiyo ni rahisi sana kudhibiti. Sasa akifanya hivyo, hapo ndo anakuja Mrusi na Mchina, kwa sababu ameshapoteza Syria. Kumbuka Mrusi ameipoteza Syria. Sawa. Kupoteza Iran kwa Mrusi na Mchina ni pigo kubwa sana la kimkakati, strategic. Kwa hiyo lazima watalazimika kwa njia moja au nyingine kuingilia kati. Iwe ni moja kwa moja, iwe ni kwa vitisho, iwe ni kupeleka silaha, iwe ni kupeleka reinforcement, au kwa njia moja. Kwa hiyo hawawezi, na hapa nitakuja kuelezea kwa nini atakuja umuhimu wa Iran. Kumbuka Mrusi pia na Mchina pia wameathirika. Unakumbuka tulitaja kwamba indicators hapo nyuma ni ile peace deal ambayo ilikuwa brokered na Trump kati ya Armenia na Azerbaijan. Mchina anahusika na Armenia na Azerbaijan, Mrusi anahusika na Armenia na Azerbaijan, na especially kwa Mrusi hiyo ni kama uani kwake. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni very sensitive kwake. Kwa hiyo ameipoteza Syria, Armenia na Azerbaijan, kumpoteza na Iran, atakuwa kaathirika kwa kiasi kikubwa sana. Okay, sawa. Irani sasa hivi kuna vita inaelekea kumkabili, na tunafahamu miezi kadhaa tu nyuma imepita huko amepigana na Israel, vita vya siku 12. Hali yake ikoje sasa? Ataweza kweli kuhandle na hivi vita inayokuja pia? Hali yake kwanza, vile vita siku za mwanzo ilimwathiri kwa sababu waliuawa makamanda wao muhimu, scientists wao wengi waliuawa, na baadhi ya maeneo yao yalikuwa sabotaged. Mimi wana spend a lot of time kufuata kwenye research, kusoma au kusikiliza watu ambao ni wabobezi. Professor Jiang amenijibu swali ambalo lilikuwa linaniumiza sana kichwani, kwamba na hii ndio imenipa sasa majibu, nimeelewa. Mfano Hezbollah na viongozi wao wengi wa juu wameuawa, lakini wapi? Hamas karibia viongozi wao wote wa juu, nadhani kasoro mmoja aliyokoswa tu Doha, wengi wameuawa. Mwajemi, Suleimani na wengine wengi viongozi wao ikiwepo kwenye hivi vita hivi vya siku 12, wengi waliuawa. Inawaathiri viongozi wao. Professor Jiang akatoa mtazamo ambao make sense kwangu. Anasema inapotokea kitu kama hicho, wale viongozi wa juu, watu wazima, wazee ambao wana uzoefu muda mrefu wakiondolewa, inatoa fursa kwa vijana wapya ambao ni fresh, wana ari, wana hamasa, alafu wana innovation, kwa sababu wale wa zamani wana mfumo ambao wao wameshauzoea wao na wanaujua wao, ndo wana stick. Lakini generation mpya inakuja na innovation mpya, inakuja na ari mpya, na uwaga wako very effective, wanakuwa na athari sana. Kwa hiyo Iran sasa hivi amesha replace
viongozi wake wote waliuawa. Lakini pia ifahamike kwamba kuna standard military operating procedures ambazo hizo zipo, kwamba anapofariki kiongozi fulani anaifuatia ni mtu fulani, anaifuatia ni mtu fulani. Hizo procedures zipo, wana replace na mifumo ipo. Kwa hiyo akifa huyu anachukua huyu, akifa huyu anachukua huyu. Ndio maana hata ikitokea katikati ya vita mambo yanaendelea, ila of course baada ya vita watu wanatulia na wanafanya maamuzi sahihi. Kwa hiyo ranks hizo zote zishakuwa replaced na zimekuwa replaced na watu ambao ni younger zaidi, vijana zaidi, wana ari zaidi, wako innovative zaidi na wana hamasa zaidi. Kwa hiyo inakuwa more lethal, wanakuwa ni hatari zaidi kushinda hata wale wa mwanzo ambao zaidi wanakuwa na bureaucracy zaidi. Labda raia wataichukuliaje, kwa sababu nchi imetoka kwenye vita tena nyingine inatoka muingie tena, watachukuaje sasa hivi? Hawezi kuwa against ama watawaunga? Hapana. Mimi naona raia wao wanazidi kuwaunga moto, kuwaunga mkono. Kwa sababu gani? Wanaangalia. Si tunaongelea Mwajemi, jirani yake kuna Iraq. Walivyoingia na operation yao maarufu Enduring Freedom, wameiacha hali yake ni mbaya kuliko alivyokuwa Saddam. Kumeibuka makundi mengi, kumeibuka ugaidi, kumeibuka mtafaruku, yani hapa kaliki pale. Umeona? Same thing kwa Libya. Alivyokuwa Gaddafi walikuwa na hali bora zaidi kuliko sasa hivi. Kuna makundi kadhaa ambayo yameibuka mule yanapigana vurugu. Same thing kwa Sudan. Alikuwepo Omar al-Bashir. Hakuwa perfect, lakini kulikuwa kuna stability. Baada ya kuondoka yeye, jeshi limejigawa, kuna mmoja ana support huku, mwingine ana support huku, kuna players wa nje nao wamekuja pale wanafanya. Same thing Somalia. Kipindi hicho tangia Jafar Aidid na wengine. Ndio haikuwa perfect, lakini hichi ndio kitu watu wanashitakiwa elewe. Bora nusu shari kuliko shari kamili. Hizi sehemu zote viongozi niliowasema hawakuwa perfect. Lakini walivyoondoka baadaye ndio raia wanakuja kugundua kumbe bora nusu shari kuliko shari kamili. Na hicho ni kitu watu wanatakiwa zingatie hata katika nchi zetu za Kiafrika. Same thing Somalia, mpaka leo haitawaliki na nchi zingine. Kwa hiyo raia akikaa akiangalia hizi nchi zaangalia zote walizopita wa jamaa hali yao, na sisi hapana, bora tupambane na huu na bora mzimu na ukujua kuliko umeona. Kwa hiyo raia wao watakuwa wanaunga mkono kama tulivyoona maandamano ya juzi wakati vita vinaendelea. Yes. Wana hali na kwa Mossad na CIA sasa kuhusiana na hichi ambacho kikitokea sasa kwao, sasa wewe take yako iko vipi sasa, unaona wapi sasa hii itawaathiri sana? Kwa sababu watu waliopelekea kuneutralize operation za sabotage za Mossad na CIA, MI6 na wengine ndani ya Iran katika vita vya siku 12 ilikuwa ni raia. Kwa sababu baada ile siku ya kwanza, pili, ya tatu kuna raia sasa wakajipanga. Wakaanzisha kitu ambacho kwetu sisi tumezoea tunaita ulinzi shirikishi. Kwa hiyo ikawa sungusungu, kama sungusungu. Wewe umetokea wapi? Mbona hatukujui wewe? Kwa hiyo unajua raia ni rahisi sana kudhibiti ndio maana mimi wanaambia watu maeneo ambayo yana uhalifu hata katika nchi zetu, raia wana nafasi nzuri sana kudhibiti uhalifu kuliko hata polisi, kwa sababu raia wanajua kila kitu, wanamjua kila mtu na wanajua kona zote. Polisi inatakiwa ije ifacilitate na kuongeza nguvu, umeona, yani force multiply, lakini raia ndio anatakiwa namba moja, wana uwezo wa kudhibiti uhalifu. Kwa hiyo ule ulinzi shirikishi uliotengenezwa ndani ya Iran katika vile vita ulipunguza sana kasi ya zile operations za sabotage, na malori mengi ambayo yalikuwa na drones ambazo zilikuwa zinafanya mashambulizi ndani yalikamatwa. Kwa hiyo athari ya operation za Mossad, CIA na MI6 na wengine zitaathirika sana, kwa sababu raia wakishakuwa wanamuunga mkono serikali yao, ni ngumu sana watu kuja kufanya uhalifu huo. Okay sir. Pengine sasa uligusia kidogo kuhusiana na China, Russia pia kuhusiana na hicho kinakuja kutokea. This time hasa unaona wapi wao? Unajua hiyo pia inatoa fursa kwa nchi kama unaona Iran, unaona vita mgogoro unaoendelea Ukraine, vimetoa fursa kubwa sana kwa mataifa ya NATO
na Marekani kuangalia uwezo wa Mrusi na anapiganaje, anatumiaje silaha na vitu kama hivyo kumsoma. Lakini pia upande wa pili Mrusi ameweza kusoma jinsi, kwa sababu vile vita vinaongozwa na NATO na makamanda wao, na wao ndo wana plan kila kitu. Wa Ukraine wanaenda tu kutekeleza amri. Kwa hiyo pia wanasoma. Same thing wanachokifanya katika operation ya siku 12, mtu kama Mchina na Mrusi wamesoma. Kumbe mnatumia hivi, mnatumia sabotage za ndani, mnafanya. Na actually mimi ile sabotage iliyofanyika Iran, nasema mazoezi yake ndio yaliyofanyika ndani ya Urusi, ambao walienda kushambulia zile ndege ambazo ni strategic bombers zile. Same operation. Operation Spiderweb. Yes, was the same thing. Kwa hiyo mfano ndakutolea. Mchina akasema wameshagundua flaws, mapungufu katika bunker busters. Kwa hiyo washajua jinsi gani wanaweza wakazi intercept bunker busters. Kwa hiyo ni pigo kubwa sana kwa operation capabilities za Marekani na taifa la, of course zaidi ni la Marekani, kwa sababu Marekani ndio anazo ndege zinazoweza kushusha bunker busters. Taifa la blue hana heavy bombers ambazo zinaweza. Actually kuna lobby ambayo ipo ya taifa la blue apewe B2 stealth bomber zile awe nayo ili aweze kuitumia, yeye hana. Kwa hiyo Mchina akashagundua na akashakuja na uwezo. Kwa hiyo iwapo mara nyingine watajaribu kutumia bunker busters, si ajabu zikawa intercepted, na itaondoa uwezo mkubwa sana wao wa kimkakati wa kuharibu mahandaki ambayo yako chini ya ardhi. Inawezekana vita vya siku 12 upande wa taifa la blue kuna vitu ambavyo watakuwa wamejifunza vingi sana. Na same to Iran pia. Kwenye hii wakielekea sasa. Nini unakiona, kwa sababu kila mmoja amesema mwenzake na ana faida hapa? Vita ni viko kwenye chessboard ambazo ni moves and counter moves. Kwamba unaona draft yule mmoja anatoa, mmoja anakula, mmoja anakula, mmoja anaweza katoa 2, ukaona kama umekula 2, mwisho ukapigwa 1 2 3, mtu kafika king. Umeona? Lakini unaweza kuwa na king, mtu akakutegea akakupa 1 2, kwa hiyo kila hii ukija hii unaingia kwenye 10. Kwa hiyo hivyo ndo chessboard zilivyo. Kwa hiyo kila moja imemuona capability ya mwenzie, imeona mapungufu ya mwenzie, na wamejipanga wa round 2. So kwa hiyo ime-expose pia vitu kama bunker buster. Mchina ameshakuja na jinsi ya kuweza kuintercept. Kwa hiyo pia ni pigo la kimkakati, unless waje na, of course Marekani ana develop bunker buster zingine. Ukiacha hii ambayo imezoea GBU 57, kuna zingine ambazo zinakuja ambazo ni nuclear, anazo ambazo ni nuclear capable bunker buster. Lakini GBU 61 kama sikosei, kuna zingine zinakuja. Ila pia kilichogundulika na kiko wazi ni kwamba taifa la blue haliwezi kupambana na Mwajemi peke yake. Kwa hiyo ile ni kitu ambacho kiko wazi, mwenyewe ametambua. Kwa hiyo lazima waongeze na watu wengine, ila especially kitu ambacho unaona nakwambia kila mmoja amesoma mapungufu ya mwenzie. Mahasimu na maadui wa taifa la blue walichogundua, na hii nimeisema muda mrefu na watu kuna kipindi walinipinga, ila mimi siku zote wanasema muda unaongea. Nilisema Iron Dome ni dhaifu, alafu of course wana layered nani, wana David Sling, wana R1, R2, R3 ni dhaifu. Nikasema zile tumedanganywa kwamba zina uwezo kuliko uwezo wake. Sio kwamba hazifanyi kazi, ila sio kama tulikuwa tunaambiwa kwamba zina up to 97% interception. Wamepima kiwango chao kilikuwa dhidi ya nani? Mabomu ya sukari ya Hamas, ambayo ni mafupi, hayana range. Lakini tuliona hata wakati wa Hezbollah alikuwa anampelekea moto, zilikuwa zinapenya. Ila sasa ali-expose na dunia imekuja kuelewa ni kwamba taifa la blue haliwezi kudefend, haliwezi kujilinda dhidi ya ballistic missiles na drones za Iran. Yes, yani haziwezi, sio kiuchumi, sio ki-interception, especially ballistic missiles za Iran, and hajatumia all his ballistic missiles. Anazo za kisasa zaidi ambazo alikuwa hajazitumia, lakini pia hypersonic missiles zake. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kimedhihirika so far tunavyoongea.
kuna third iko deployed kwa Msaudi. Tunavyoongea nyingine iko deployed, kuna defensive systems ziko deployed Cyprus. Zingine Marekani kaziongeza, zilikuwa 2 tu kwenye taifa la blue. Sasa hivi zimefika kati ya 6 au 7. Third system ziko pale. Kwa hiyo hata ukiangalia gharama, unajua katika hizi vita vya siku 12 Marekani alitumia 25% ya stockpile yake ya interceptor missiles, na zitamchukua miaka 2 kuweza kuzireplenish. Yes, ni very expensive na zinachukua muda mrefu utengenezaji wake. Alafu kizingatia zinahitaji components, vitu kama rare earth minerals ambazo anaizimiliki 70%, mwenye monopoly ni Mchina. Juzi Mchina kaeka restrictions, kabana usafirishaji wa hizi rare earth minerals kwenda kwa Marekani. Umeona? Na kuna baadhi ya vikwazo ambavyo vikaweka Marekani. Trump kajibu kwa kuweka 100% tariff. Kwa hiyo kuna complication nyingi. Kwa hiyo kitu kingine ambacho kimegunduliwa ni kwamba taifa la blue haliwezi kujidefend kwa ufanisi dhidi ya mashambulizi ya Israeli. Kwa hivyo ni vitu ambavyo pia vimesomwa katika hivi vita vya siku 12. Swali ni kwamba Middle East, kwa maana Mashariki ya Kati, vita haziishi. Kuna nini hasa? Ni kwa sababu migogoro ya pale haitoki pale pale. Inatoka nje. Inaletwa na mataifa ya kutoka nje. Sio migogoro yao ya pale. Yes. Kwa sababu kuna mafuta? Mafuta ni moja ya sehemu, lakini sio sababu pekee. Kwa sababu gani? Middle East ni sehemu imekuwa na migogoro ya karne na karne na karne. Kwanzia ukirudi enza Byzantine Empire, Roman Empire, Persian Empire na kwengineo, yani ukirudi huku nyuma kina Ottoman Empire na Genghis Khan na kwingine. Yani ni sehemu ambayo imekuwa mataifa makubwa mengi yamekuwa yanakuja pale. Sio kwa sababu ya mafuta. Kipindi kile kulikuwa hakuna mafuta. Sasa hivi kuna mafuta, ina umuhimu wake kutokana na umuhimu wa mafuta duniani, lakini moja ya sababu ni geographically. Ni sehemu ambayo Irani ipo. Labda kibiashara, labda kuna hiyo reason. Yes. Na hiyo ndo sababu kuu ambayo watu wengi hawajui. Middle East, Mashariki ya Kati, ndo moyo wa biashara wa Middle East, Asia, kuunganisha na dunia nyingine. Na hii imekuwa kwa miaka mingi sana, tangia enzi za Mesopotamia, Byzantine, Ottoman, Persian na wengine, unarudi all the way mpaka miaka 2000 kule nyuma yote. Ukizingatia kwamba hata Silk Road, the Great Silk Road ambayo ilikuwepo, yote ilikuwa pale. Na in the center of yote ya hili na center yote hili ni nani ndo anahusika. Kwa hiyo pale Middle East kuna trade routes ambazo ni za muhimu sana. Na hii, ili uwe ni mtu mwenye nguvu duniani, lazima umiliki trade routes. Ndio maana the British Empire ilikuwa ni a naval power, haikuwa ni land power. Nguvu ya taifa au ufalme wa Uingereza wakati wa ubora wako, the British Empire, ilikuwa ni majini, kwa sababu ya kumiliki na kudhibiti trade routes, njia za kibiashara. Hicho ndo kilichompa. Hakuwa British, hawakuwa land power. Umeona, wao walikuwa ni naval power, ni njia ya rahisi. Umeona, ndio maana hata huko kwetu vitu vilipanda bei. Kuna hiyo, lakini pia kuna Suez Canal ambayo umeiongelea. Yote iko ndani ya Middle East. Kwa hiyo Middle East, Mashariki ya Kati, ni sehemu ya muhimu sana ambayo inapitisha biashara. Na yote nitakuja kuongelea hapa mbele. Ukija ukiangalia Iran yuko in the center of it. Kwa hivi vita sio tu kama tunavyoambiwa, sio mambo ya nuclear na nini. Hapana. Si ndo kuna Babul Mandab pale?
ndo nani ambazo zinapita. Ukipata nafasi unaweza ukawekea watazamaji wetu wakaweka trade route ambazo ziko Middle East, waone route jinsi zilivyokaa, waone. Kwa hiyo kuna Suez Canal, na ndio maana nikasema hata Gamal Abdel Nasser wa Egypt alivyoitaifisha na kuifunga ilipelekea vita. Mwingereza, Mfaransa na taifa la blue wakajikusanya wakaenda kumvamia na kuidhibiti Suez Canal, umeona, mpaka Anwar Sadat alipokuja akaja kuikomboa. Kwa hiyo unaona umuhimu wa hizi trade route. Kwa hivi vita sio tu kwa sababu ya labda silaha za nuclear au nini, ni kwa sababu yoyote atakayemiliki Middle East, na hakuna player wa muhimu kwenye Middle East kama Iran. Yes, Iran yuko katika sehemu ya muhimu sana, na nimetaja kwamba moja Silk Road ambayo ilipita ilikuwa inapita pale, moja ya biashara kubwa sana ambazo zilikuwa the richest ilikuwa ni Silk Road, ambayo au the Silk Road ilikuwa inapitia Middle East, ya China ile ya kipindi kile. Yes. Russia pia na Iran pia. Yes. Sasa hiyo nimeongelea za kipindi cha nyuma. Tuangalie sasa hivi modern trade routes. Kwa hiyo ukiangalia modern trade routes, Mchina ana kitu kinaitwa Belt and Road Initiative ambayo inapita wapi? Au inaunganika na nani? Inaunganika na Muirani. Sawa. Russia inaitwa the Northern South Corridor, ambayo unakumbuka hapo nyuma nilikwambia umuhimu wa peace deal kati ya Armenia na Azerbaijan. Ile Belt and Road Initiative inatoka kwa Mchina, inapita kwa Muazeri, alafu inakuja mpaka kwa Muirani. The Northern South Corridor ya Mrusi inatoka Mrusi, inapita St. Petersburg, inapita Caspian, inakuja mpaka kwa Muazeri, alafu inakuja mpaka kwa Muirani. Alafu kuna trade route nyingine ambayo inamhusu Muhindi, pia inakuja kwa Muirani. Kwa hiyo ukiangalia zote kwenye center yupo nani? Ni Muirani. Kwa hiyo atakayemiliki na kumdhibiti Muirani ndo kamiliki trade routes. Ndo maana iwapo Iran itaanguka, Urusi ataathirika, Mchina ataathirika, Muhindi ataathirika. Ndo maana nikakwambia kuna key players ambao watalazimika kuingia kwenye hivi vita iwapo Iran atakuwa kwenye hatari ya kuangushwa. Kwa sababu before hivi, unajua nikakwambia mtu hawezi kuamini, Iran ilikuwa ni sehemu ya muhimu zaidi kwa Marekani kushinda Israeli mwanzo. Yes. Wakati walipokuwa na kibaraka wao Shah, yule Shah wa Iran alikuwa ni kibaraka wao ambaye alikuja akampindua al-Musaddiq, ambaye ndo alikuwa ni mzalendo na mtu alichaguliwa kabisa kidemokrasia, akaja akanationalize mafuta kutoka BP na mataifa mengine kwa sababu walikuwa wanawanyonya, ndo akaletwa Shah. Operation zote za Middle East na Asia center ilikuwa ni Iran. Iran ina umuhimu zaidi kushinda Israeli. Baada ya kuanguka Iran, ndo ikabidi sasa operation zote zihamie Israeli. Kwa hiyo utaelewa kuna umuhimu kiasi gani. Na wakati wa Shah, Israeli na Iran walikuwa ni hivi, ni mabeste, ni washikaji, wanasaidiana, wanapeana silaha. Na ndio maana hata Iran kwa ukaribu aliokuwa nao, nadhani ndio nchi pekee ambaye aliuliziwa Tomcat 90 F-14 ambazo kipindi kile ndio zilikuwa ndege bora za Marekani, third generation F-14 Tomcat. Mwirani alikuwa nazo na alikuwa ameshapewa karibia 80 na kitu, bado chache kutimiza idadi kamili ziwe 100% zilizokubaliwa, ndio ikatokea mapinduzi. Na hapo nikupe tu umuhimu wa Iran. Baada ya kukaa kuna mvutano ndani ya Iran, kundi moja ambalo lilikuwa lina nguvu sana, linakaribia kumwangusha Shah, lilikuwa ni kundi ambalo linaelemea upande wa USSR, Msoviet, upande wa Russia. Kipindi kile ilikuwa ni USSR.
Marekani wakasema haiwezekani tukaipoteza Iran kwenda kwa Mrusi, kwa sababu unajua nikikaa hivi sana shingo inaniuma, kwa sababu ya umuhimu wa Iran. Hichi ndio kitu watu hawajui. Yani hii yote imetengenezwa zuga, sijui mabomu ya nuclear na nini na magaidi na nini. Hiyo ni kuna sababu ya msingi zaidi ambayo imefichwa, ambayo ni umuhimu wa Iran. Marekani ndio akamwambia Saddam mruhusu, kwa sababu kuna kipindi Ayatollah Khomeini alikuwa yuko Iraq na alikuwa anasababisha. Saddam akataka kumuua, akaamua kutokumuua. Akatoka pale akahamishiwa, akakimbia. No, sio akakimbia, alifukuzwa, akaenda Ulaya. Wakati tifutifu limeibuka la Iran, Ayatollah Khomeini kaingilia kutokea Iraq na kaingizwa na Saddam kutoka Iraq kwenda Iran, na huwezi kuamini kwamba aliwezeshwa na nchi za magharibi ikiwemo Marekani na kwa sababu kipindi kile Saddam alikuwa ni kibaraka wao. Yes. Akawezeshwa kwenda kuzuia upande ambao ndio ulikuwa una nguvu na umeelemea upande wa Urusi, USSR. Kwa sababu gani? Walitumia njia ya kiimani. Ndio ile Ushia, ndio wakaidhibiti, lakini na yeye alivyoingia alikuwa na msimamo wake wa kidini. Hakubezi na upande wa nani? Wa Marekani na washirika wake. Kwa hiyo naye ndo akageuza adui. Ndio since then ndo maana inaitwa the Revolutionary Republic of Iran, kwa sababu ni ya kimapinduzi. Kama kwa Zanzibar, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, same thing kule. Kwa hiyo utaelewa Irani ni eneo lenye umuhimu kiasi gani mpaka Marekani kuhakikisha walimwezesha Khomeini wa kwanza, hata huyo Khamenei actually, acha huyo sasa hivi, kuweza kukamata ile nchi. Kwa hiyo kwa ufupi, yoyote atakayemiliki Iran amemiliki biashara za Middle East. Na yoyote ambaye amemiliki biashara za Middle East, kwa sababu kuna Iran alafu huko kuna Yemen, ila kuna Saudi umuhimu wake kwa sababu ya itikadi yake ya Kisunni. Kwa hiyo mataifa mengine pia yanamsikiliza. Kwa hiyo so nimeongelea Belt and Road Initiative ya Mchina, alafu kuna Russian North South Corridor ya Mrusi. Sasa kuna nyingine kwa sababu ya hiyo, na kumbuka Mchina na Muhindi ni wapinzani, japokuwa kwa BRICS wanampinzani. Mataifa ya upande wa pili huwa wanaitumia sana India kwa sababu ya kuicounter balance Mrusi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa European Middle East Corridor au European India Middle East Portal, ambayo ni njia nyingine tena ya kibiashara ambayo inahusu Muhindi, inahusu Afrika Mashariki na Europe. Kwa hiyo ukiangalia kwamba mataifa yote ya muhimu yanataka kuwepo pale, na especially kwa Iran, na Iran ndio mhusika mkuu. Kwa hiyo kuna hiyo. Kwa hiyo kwa ufupi, yoyote ambaye anaicontrol Iran una control Eurasia. Kwa hiyo biashara zote zinazo kutoka Asia kule na Europe na wapi kwenda bahari za Atlantic na Mediterranean na Red Sea na kuja Afrika na kote, yote anayemiliki pale anamiliki ana control biashara hiyo ya Eurasia. Hapa watu wataelewa kwa nini Mchina atalazimika kuingia, Mrusi atalazimika kuingia, kwa sababu kuna maslahi yao direct ambayo yanahusika. Iwapo Iran ataanguka, wao pia wataanguka. Na actually nimesisitizia hata umuhimu wa ni mkubwa kiasi gani ambao Marekani walikuwa wako tayari kumsupport mtu ambaye alikuwa yuko dhidi yao, ambao ni Khomeini, kwenda kukamata madaraka Iran ili tu isikamatwe na mnani na Mrusi kwa kipindi kile. Kwa hiyo mtu ukiangalia hivi vitu utakuja kujua, unajua 90% ya mafuta ambayo yanapita ya Muiran yanaenda kwa Mchina. 90% ya mafuta ambayo yanauzwa na Muiran yanaenda kwa Mchina. Kwa hiyo ikianguka Iran,
umeshaidhoofisha China. Na moja ya vitu vya muhimu sana vya kujua ni kwamba akianguka Iran technically ni sawasawa BRICS imekufa. Or the multipolar world ni sawasawa imekufa. Yes. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima mataifa mengine yaingilie. Lazima mataifa mengine yaingilie. Multipolar world imeanguka, imekufa. Kutokana na umuhimu wa kijiografia, wa kibiashara, and of course wa kikanda wa Iran. And niligusia hapo nyuma kwamba the British Empire was a naval power. Na ndio maana alimiliki hizi sehemu zote hizi. Na ndio maana hata akaanzisha World War I kuiondoa Ottoman Empire, kwa sababu Ottoman ndio alikuwa anamiliki hizi nchi za Middle East, ilikuwa iko chini yake. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa, ndio maana Ottoman Empire ilikuwa ina nguvu hata kibiashara na vitu kama hivyo, kwa sababu ya kumiliki hizi trade routes. So moja ya sababu na vitu ambavyo British Empire ilijitahidi ni kutokuruhusu kuibuka kwa taifa lolote lenye nguvu kutoka Middle East. Na sura ya taifa hilo ni muunganiko wa nchi tatu: Urusi, Muhindi na Mchina. Ama taifa matatu yakiungana yakafanya biashara baina yao kwa amani, yatakuwa na faida, yatapata kubwa sana, yatakuwa yako vizuri sana kiuchumi, na yatakamata sasa maeneo haya Middle East pamoja, of course, na Muirani ataingizwa na vitu kama hivyo, kwa vile Iran ni mshirika wao. Yatakuwa yana nguvu na mataifa mengine yataanguka, na yoyote atakayeangusha, atakaikosa hapa, Marekani ana deni la zaidi ya trilioni 37 USD. Kwa hiyo akipoteza Middle East ana collapse. Umeona? Na Ulaya same thing. Wakipoteza Middle East wana collapse. Kwa hiyo hii ndio unakuja kuelewa kwa nini ndio hilo linaweza kwa nini Middle East migogoro haiishi. Hii ndio sababu asilia. Na baada ya kuipoteza Iran wakahamia kwa Israel. Israel tutakuja kuongelea kwenye pati yake ya tofauti, lakini kwa hiyo sasa hivi wanaitumia Israel kama nyundo ya kuivuruga na kuitawanya Middle East. Yes. Kwa hiyo Israel inatumika kama nyundo ya kutawanya. Hapa tunavyoongea juzi Netanyahu kwenye unga akasema anapigana vita karibia 7. Yaani yeye kote, yani ni vita. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwanza havifanyiki bila baraka Marekani. Marekani ndo anachotaka kwa sababu yeye anakuja kufaidika navyo. Okay, sawa. Tumezungumza kwenye engo ya biashara. Tumeona namna gani ambavyo keki ilivyo kubwa, kila mtu anaitaka. Kiimani hasa, hii ndio imekuwa watu wengi wakiamini sana duniani. Hata mimi ukiniambia Middle East vita vyake mchezo ni nini, ukiacha biashara ya mafuta, lakini pia engo ya imani pia imekuwa ikitumika sana. Sema kwenye hili kwenye imani hasa kukoje hasa kwenye? Sasa hapa nafikiria kwa sababu nishaongelea several times kiimani na World War III, nikaongelea hivi vyote, nimeweka kwenye page yangu ya DJ Smart 255. Kuna makala na shauri watu waende wakaangalie huu mgogoro wa Israel na Palestina kwa darubini ya Illuminati. Nikachambua barua ya 33 Degrees Freemason ambayo ni ngazi ya juu, ambayo ni Albert Pike. Ameelezea hivi vita vikuu vya kwanza vya dunia, sababu na vitakavyopiganwa na vikatokea hivyo. Akaelezea vita vikuu vya pili vya dunia, sababu na njia itakavyopigana na ikatokea hivyo. Na ameelezea vita vikuu vya dunia vya tatu, na akaelewesha kwamba inatakiwa political Zionist wapigane na the Muslim world, ndio itakuwa vita vikuu vya tatu vya dunia na vitu kama hivyo. Na nimeongelea kwamba upande wa Zionism, na Zionism sio sehemu ya kidini bali ni ya kisiasa, ila huku kuna Jewish eschatology, kuna ujio wa Masihi, na ujio wa Masihi Wayahudi hawamwamini Yesu. Wanaamini kwamba ni muongo. Wanaamini sasa hivi ukiingia kwenye Gateng, kwenye Talmud imeandikwa 57 kwamba sasa hivi Yesu au Nabii Isa yuko motoni, anaungua katika chungu ambacho kimejaa kinyesi. Hawamwamini kabisa. Na wanaamini ni muongo. Umeona? Na vitu kama hivyo. Ila pia ni kitu ambacho wameweza kufanya propaganda kubwa sana. Na ilianza mwaka 1909
kupitia the Scofield Bible ambayo ilikuwa funded na Rockefeller. Kwa hiyo lakini hapo nataka umeelezea ni nani ambao walileta hii Zionism na vitu vingi, nani ambao walianzisha kitu? Sawa. Sasa hapa leo nataka niingie layer ambayo hatujawahi kuingia kabisa. Hatujawahi kuingia. Breaking news. Sio breaking. Hii ni exclusive. Exclusive. Hii ni layer ambayo watu ambao wamepata nafasi ya kuchimba zaidi ndio wataelewa. Mara nyingi wanaishia layer ya kati. Zionism iliyotengenezwa ni kuna na Christians. Sawa. Kwa sababu wengi huwa tunaishiaga kwenye Jews na figisu zao na mipango yao na kila kitu. Lakini kwenye Biblia ili Masihi arudi ambayo ni Isa bin Maryam, lazima vita vikuu vipiganwe. Na vita vikuu ili vipiganwe lazima hekalu la 3 lijengwe. Umeona? Na ili kujenga hiyo inabidi Wayahudi kwanza kwenye vita vikuu vya 3 ambavyo ni mataifa yapiganwe, ambayo Wayahudi watapigana dhidi ya mataifa yote na watakaribia kupigwa. Alafu ndo kutakuja intervention. Mungu ataingilia kati na atakuja Isa bin Maryam. Kwa hiyo Wayahudi wanaamini wao wanachezesha hao ambao ndo wafuatiliaji wa Talmud. Unaona? Achana na wale wa Torah. Unajua pia kuna factions katika Uyahudi. Wanaamini kwamba wao ndo wanacheza. Kumbe nyuma yao kuna secret societies ambazo ndo zinachezesha huu mchezo. Na ndo maana mtu atajiulize kwa nini Israeli anapewa sana hela, anawezeshwa, iwe ni kijeshi, iwe ni kifedha, iwe ni kitaifa, wamewezeshwa nini? Kwamba Wakristo ambao wako kwenye level ambazo ni za juu, acha hii ambao tunafundishwa kila siku makanisani na kwenye Biblia, kuna secret societies, kuna Jesuits, kuna Illuminati, kuna kina Mormon, kuna wanahitaji wale 17 Christs na wengineo ambao ndo wako behind. Si ndio maana unakuta kuna watu kama kina Rockefeller na Rothschild. Wao ndo wameiunda kabisa taifa la Israeli. Wao ndo wameifund. Na hata barua ambayo Arthur Balfour ambayo maarufu kama the Balfour Declaration iliandikwa Dear Sir Rothschilds. Kwa hiyo Rothschilds ndo walioiunda ile taifa. Na wao wako Marekani na wao ndo wanaorun vitu vingi, wako behind the scene kule. Umeona? So kuna layer ya nyuma ambayo ipo, ambayo ni zile secret societies zinatakiwa ziwezeshe. Na ndio maana kwenye barua ya Albert Pike kasema inatakiwa political Zionists wapigane na the Muslim Arab world, wapigane, wamalizane wenyewe kwa wenyewe. Alafu hapo ndio itakuja ufunuo. Kwanza tutafungulia fascism na atheism. Kwamba atheism ni watu wasioamini Mungu. Hivi umegundua hapa kati kumeibuka watu wengi sana bana, sisi hatuamini hizi dini tumeletewa, hatuamini hivi vitabu. Kuna baadhi ya watu nimewasikia kabisa wanasema kwamba hivi vitabu vitakatifu vimeandikwa na shetani. Umeona Na mimi sina shida. As long as mtu utakuja na hoja yenye mashiko unataka. Lakini kumekuwa kuna mwamko mkubwa sana. Watu wanakuambia mimi naamini Mungu lakini siamini dini. Hiyo yote ni master plan ambayo ipo. Kama unakumbuka miaka kadhaa ya nyuma iliyopita, kulikuwa dini zilikuwa zina nguvu. Yaani mila za kidini, taratibu za kidini. Nikiongelea za nchini kwetu zaidi ni Uislamu na Wakristo zilikuwepo, na hata maadili yalikuwa ni mazuri. Hata tu ile mtu kwenda tu kanisani, kwenda msikitini, ule mwamko unashuka. Umeshuka kwa kiasi kikubwa sana. Umeona? Kwa hiyo kutakuwa kuna atheism ambao ni watu ambao hawaamini Mungu, alafu kutakuja fascism ambayo itarudi. Umeona? Then ndo utakuja sasa wao sasa ndo wanamsubiriza sasa, ambaye ndo King of the Kings, mwenye jicho moja, ambaye ndo Lucifer. Umeona? Au sisi kwetu ni Masihi Dajjal, ambaye ndo anakuja sasa kutawala the rest. Kwa hiyo kuna layer ambayo iko nyuma. Kuna watu ambao wanataka vita vikuu vya dunia vya 3 vipiganwe ili kutimiza maandiko ambayo yako kwenye Biblia, ambayo lazima na hapa moja nikwambie kitu kimoja cha muhimu sana ambacho watu hawaelewi. Kama umegundua kuna ili neno ambalo actually liliundwa, antisemitism, liliundwa na Zionist.
ili kuhalalisha kutengeneza taifa la Waisraeli na kuipa nguvu. Kwa sasa hivi mtu yote antisemitic ni mtu yote ambaye anaipinga Israeli. Umeona? Lakini hata maana yake ni kinyume. Semites, kuna makabila kadhaa ambayo ni Semites. Kuna Hebrews, sawa? Kuna watu ambao wanaongea Aramaic wale, kuna Jews, kuna Arabs, na hata Afrika tuna Semites wako. Kwa hiyo ukisema anti-Semites ina maana hawa wote, lakini wameifanya exclusive. Anti-Semite ni mtu ambaye yuko dhidi ya taifa la Israeli. Lakini Semites kuna watu wengi ambao wanaingia, na kuna Semite languages. Moja wapo ni Kiarabu. Moja wapo ni Aramaic. Sawa? Kuna mataifa, kuna Wayahudi asilia, Jews wenyewe wako. Kuna mshikaji mmoja alitoa makala mazuri sana, anaitwa East African Jews or something, mshikaji fulani hivi, yuko vizuri, alitoa historia nzuri sana. Yeye ameweza, mimi sijaweza kuthibitisha, mpaka nitakapotoa nitathibitisha, lakini ameweza kuthibitisha kwamba mpaka Bongo, kwamba Walawi, kuna Wasukuma, kuna Wachaga, Wamasai na wengine hawa ni moja ya mataifa ya Kiyahudi, yale mataifa 12 yapo humo ndani. Kutokana na kwamba niko busy natamani nisome, lakini sijaisoma, kwa hiyo siwezi nikathibitisha wala nikakataa, lakini alifanya hii kazi. So nachotaka kusema kwamba wapo wana wa Israeli ambao ni wa Afrika, yes, Ethiopia na mataifa mengine, yes, ambao ni wana wa Israeli asilia katika ile bloodline. Hawa waliojezana huku kina Kawaski na Miloski, hawa wale ni wazungu wa kutoka Europe. Au ni watu ambao wali convert na kuja kuingia katika dini. Lakini unajua kuna Myahudi na kuna Bani Israeli, Waisraeli. Sawa? Bani Israeli ni katika ule ukoo wa wale watoto 12 wa Yakub au Jacob. Wale ndo nani? Kwa hiyo kila Bani Israeli anaweza kawa Jew, lakini sio kila Jew anaweza kawa Bani Israeli, uzao wa Israeli, kwa sababu hawa hawana damu ile. Wao wameingia katika dini, wamesilimisha kuingia katika dini ya Kiyahudi, lakini sio wenye damu ile. Wenye damu ile ni watoto katika makabila 12 lakini hao wametoka Ulaya na Middle East. Hakuna watu weupe kama tunawaona Waisraeli. Watu wa Middle East ni sawa, kuna ambao ni weusi kabisa kama wa Afrika, na kuna ambao ni brown. Yes, waliti wa bugo ule mchanganyiko. Kuna mtu ana nywele fulani singa lakini ni mweusi. Kuna makala, yes. Unaona msinga lakini mweusi kabisa. Yes. Actually kuna Wayahudi wa Kiafrika wanaitwa Beta Jews, umeona, ambao wengi wako Ethiopia. Ila India pia kuna Jews. Kuna makala ambayo nimeyafanya, nimechimba very deep na yako very extensive. Yako SNS Premium, nikielezea sasa haya makabila 12 na wanapatikana wapi, ambao wametoweka, ambao bado wapo, alafu nikaelezea tofauti ya Zionist, Israelites, Jews na Jewish people. Tufunge hili kwa kumalizia. Maswali mengi ambayo pengine hata kwa nini wamekuwa hawaelewi. Saudi Arabia ni miongoni mwa mataifa ambayo katika dini ya Kiislamu nguzo kuu nyingi zipo kule Maka na vitu vingine kama hizo. Sina elimu ya ndani zaidi, lakini kwa nini wanakubali na wao kuwa sehemu ya hili anguko, kwa maana kupitia katika mlango mwingine ambao sio sawa? Kuna makala nimeyatengeneza yako kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255, nikasema Masihi Dajjal ndani ya Saudia na Saudia. Sawa? Baadhi ya watu walinishambulia sana. Lakini nikatoa mtiririko na nikaweka ushahidi wa alama ambazo zipo, ambao ni jicho moja na the all seeing eye na towers na miundo na utaratibu ambao uko pale. Ili watu waelewe,
Middle East imetengenezwa na Mwingereza na Mfaransa. Hakukwaga kuna Iraq, hii ya sasa hivi, hakukwaga kuna Iran ya sasa hivi, hakukwaga kuna Saudi Arabia, hakukwaga kuna Kuwait, Qatar, sijui Jordan, sijui nini. Zote zilikuwa ziko chini ya Ottoman Empire. Kama taifa moja. Yes, kama taifa moja. Kama ilivyo United States. Majimbo tofauti kama gani? Yes, kitu kama hicho. Kama hicho. Naweza nikaifananisha zaidi na Afrika. Afrika ni moja, lakini kuna Nilotes, kuna River Lake Nilotes, kuna Kushites, kuna Bantus, umeona, ambao wamesambaa mpaka ilivyokuja mkoloni ndo akatugawagawa. So kwenye Uarabuni kulikuwa kuna maeneo kama Maka na Madina, kulikuwa kuna Hijaz, kulikuwa kuna Basra, kulikuwa kuna Mosul, kulikuwa kuna Baghdad. Baghdad ilikuwa ndo the cradle of knowledge. Hakuna sehemu ilikuwa na elimu kubwa zaidi duniani katika historia kama Baghdad. Na kulikuwa kuna 2 golden ages za Jews. Nyakati mbili ambazo Jews ndo walifanikiwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Ilikuwa kwenye Andalus ambayo ilikuwa chini ya utawala wa Islam, na nimeongelea watu kama kina Maimonides na wengine walikuwa Wayahudi ambao walikuwa kwa chini, Jews walikuwa kwa chini ya utawala wa Kiislam, na waliishi vizuri sana, wakapewa nyadhifa kubwa sana na wakapendwa sana, na wakaweza kuinyanyua dini yao, hawakukatazwa kufanya ibada zao. Byzantine na Crusaders waliua sana Wayahudi na wakawafukuza Jerusalem. Mara ya kwanza wakati Jerusalem imekombolewa na Waislamu ilikuwa chini ya Omar bin Khattab radhiallahu anhu. Alivyoingia akaamrisha Jews warudishwe. Mara ya pili ilikuwa ni Salahuddin al-Ayyubi. Baada ya kuikomboa akaamrisha Wayahudi pia warudi. Kwa hiyo Zionism ndio imeleta huu mvurugano wote. Sasa baada ya kuanguka kwa Ottoman Empire, na nikwambie tu ilianguka vipi. Waingereza walienda wakaanza kusambaza fitna kwa Waarabu. Wakamfuata Sharifu wa Maka, Sharif Hussein. Wewe uko kwenye mji mtakatifu wa Maka na Madina, usikubali kutawaliwa na wale ambao kwanza sio ukoo wako, sababu yule inaaminika ni katika ukoo wa Mtume SAW masharif, lakini sio Waarabu asilia, kwa sababu Waturuki sio Waarabu. Umeona? Kwa hiyo jitenge, fanya uasi. Kujifanya uasi itakupa utakuwa mfalme wa eneo lako. Wakazunguka katika maeneo mengi ya Waarabu na kuahidi kwamba wakiasi dhidi ya Ottoman Empire watawapa maeneo yao, bila kujua kumbe walikuwa wamewadanganya. Ufaransa na Uingereza kulikuwa kuna makubaliano ambayo yanaitwa Sykes-Picot Agreement, ambayo ndo walikaa wakagawa. Sasa hapa ndo tunakuja kwenye kukujibu swali lako kwamba katika kugawa wakamchukua Saudia, wakaenda kuchukua familia Saudi ile asili, wakaitoa wakamzidi Sharif Hussein, alafu wakaiweka pale, wakaunda taifa la Saudia, wakaliwezesha, ndio likafika alipofika. Same thing katika hizi nchi zingine, Iraq, Iran, wakaeka viongozi wao wanawataka wao. Yes, na kuna picha nimeweka kabisa viongozi wa asisi wa hizi maeneo wakiwepo, pamoja na viongozi wa British, agents wa British, ikiwepo maarufu zaidi Lawrence of Arabia. Kuna movie yao na shauri watu wakitaka kwenda kuangalia wakaangalia. So kulikuwa kuna cycle. Kwa hiyo haya mataifa yameundwa na Uingereza na Ufaransa, na yamewekwa mpaka leo na Uingereza na Ufaransa, kasoro mataifa ambayo yameenda kinyume nacho, ambayo ni wapi? Ni Mwajemi. Ndio maana kulikuwa kuna mapinduzi, na ndio maana siku zote na migogoro. Lakini haya mataifa mengine yote ambayo yaliundwa kwenye Sykes-Picot Agreement na mpaka leo wanafuata masharti, hujasikia kuna shida yoyote, kwa sababu they play. Na muasisi wa Saudi Arabia aliandika barua ambayo nimeiweka ushahidi kwenye channel yangu ya YouTube ya DJ Smart 255 katika huu mgogoro. Alisema, Uingereza, mimi nimeridhia Palestina mumpe yoyote unaitaka, na sitoingilia wala sitodhubutu miaka 1000, na sitaenda kiume
kinyume na maamrisho au maelekezo ya Uingereza. Barua hiyo ipo. Ndio maana tangia mgogoro unaanza nikasema Saudia hatotia mguu pale, hatosaidia, wala nchi za Kiarabu hakuna anasaidia. Umeona? Kuna watu Spain kule ambao hata si Waislamu, si Waarabu, wamejitolea kusaidia. Hao wengine kazi yao ni kuongea tu, umeona? Lakini wana ushirikiano mkubwa sana na Zionism. Kwa hiyo pale Middle East kuna kitu kinaitwa the Muslim Arab Zionism. Kuna uzayuni wa Kiislamu ya Kiarabu. Ndio maana unakuta hawana msaada wowote, na ndio maana unakuta wanashirikiana nao. Yes, na wanashirikiana na wanafanya biashara kubwa sana kati ya taifa la Blue na UAE na Saudia na Qatar na hizi nchi zingine. Kwa hiyo ukishaelewa kwamba kuna kitu kinaitwa the Muslim Arab Zionism, utaelewa kwamba hakuna chochote cha maana pale. Wamba ni hawa ni Mwajemi na Myemen. Na actually Mtume SAW alishatabiri akasema al-imani yamani wal hikmati yamani, na kuna riwaya na kwenye riwaya al-fiqh yamani wal imani yamani, na kuna riwaya nyingine inaaminika alisema wal hikmatu yamani. Kwa hiyo alishawatabiri, na actually katika moja ya dua zake Allahumma barik lana fi shamina wa yemanina, kwamba Mwenyezi Mungu ibariki Sham yetu na Yemen yetu. Kwa hiyo zile Sham ambayo ndo Syria na kwingineko kule, ndio maana unakuta mpaka leo Syria imeweza kuwa pamoja na kuna viongozi ambao wanafanya uovu na vitu kama hivyo, lakini sio vibaraka kama vibaraka wa hizi haya mataifa mengine. Yes. Kwa hiyo kuna mataifa mengine ambayo kama Syria walikuwa na kiongozi ambaye ni dhalimu, kafanya mabaya na mengineyo, lakini hawajawa vibaraka wa Mzayuni na mataifa mengine ya Ulaya na Uingereza ambayo ndio yameweka vibaraka wao pale wafanye kazi. Ukiangalia nchi zote ambazo zina migogoro ni Yemen, Mwajemi, Syria. Umeona? Kwa sababu zile zishatabiriwa. Umeona? And of course kuna Constantinople pia imetabiriwa, lakini hao wengine hao. So, ukishaelewa upande wa eschatology, alafu nikakwambia pia kuna the Islamic Arabic Zionism ambayo ipo. Sio kwamba ni Waarabu wote wala Waislamu wote, isipokuwa wale viongozi waliowekwa. Na ndio maana Albert Pike alisema wataweka agentur wao, wataweka maagent wao. Kwa hiyo sasa ukishaelewa hii, tunarudi sasa kwenye huu mgogoro wa Israel wa taifa la Blue na Mwajemi. Kuna kafara ambayo inatakiwa ifanyike ambayo ni red heifer, ndama mwekundu. Tayari imeshafanyika na ameshachinjwa na ameshafanyiwa kafara, imeshakamilika. Kinachotakiwa ni kitu gani? Ni kujenga hekalu la 3. Hayo ni maandalizi ya mwisho kabisa ya ujio wa Masihi wao ambao wanamtegemea. Sasa hivi vita vinavyokuja round 2, usishangae si zimepigwa hivi. Taifa la Blue akashambulia kwa mzinga msikiti wa Aqsa, akaubomoa. Alafu akasema aliyeshambuliwa msikiti wa Aqsa ni Mwajemi. Umeelewa? Kwa hiyo kitakachotokea kitu gani? Hizi nchi za Kiarabu na za Kiislamu zitamgeuka Mwajemi na kuona wewe kwa vile wewe ni Shia umebomoa msikiti wa Aqsa na kuleta mgogoro. Kwa hiyo itaibua tena mtafaruku wa hizi nchi zote ziingie kwenye wakati wanavurugana wao, na huku Al-Aqsa ishavunjwa. By the time wanamaliza wote watakuwa wamedhoofika. Kwa hiyo ile plan ya the Greater Israel, nani anajimegea eneo lake kubwa kirahisi mzee, kwa ile from the river to the sea, taifa la Blue anajimegea eneo lake kirahisi kama alivyofanya kwa Syria baada ya kuanguka Bashar al-Assad. Umeona alivyojibekea, kamega Golan Heights, kasogea tena, kuna milima mingine kamega, kuna maeneo kachukua kwa sababu ilikuwa hamna tena rais, na aliyekuepo pale ni mtu wao, Asharah, Mohamed Asharah au Ajolani ni mtu wao. Umeona? Kwa hiyo hii yote inakuja kwenye eschatology. Kwa hiyo huende hivi vita usishangae ndo ikabomolewa. Na kadri tunavyoongea ule msikiti unahitaji kuguswa kidogo tu collapse, kwa sababu chini wamechimba mahandaki, tunnel ya kudestabilize. Na juzi wana viongozi zaidi ya 250 wa kutoka Marekani walienda katika taifa la Blue. Walipofika pale wakazungushwa na moja ya sehemu walipita kwenye hizo tunnel, na wenyewe wakawa wanachimba.
Hata waziri wa mambo ya nje Rubio pia alitembelea akachimba hiyo tunnel kidogo. Ni mwendelezo wa kuchimba. Kuna kitu kinaitwa the Temple Mount Foundation. Imeshaandaa kila kinachotakiwa kwa sababu ya ujenzi wa hekalu la 3. Umeona? Kwa hiyo upande wa eschatology ndio ile tukirudi wale kina Jesuit wale, umeona? Kina Freemason na nani ambao ndio wanachezesha mchezo. Wanawahitaji wa Israeli au Wayahudi wakusanyike, wapigane vita ili wazidiwe, alafu Mungu, kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia, Mungu ashuke kuwasaidia na Yesu ashuke. Sasa hapa nimalizie kwenye pointi moja ya muhimu sana. Sasa hivi unaona anachokifanya Israeli, sikinaonekana dunia nzima, anavyoua watoto, anavyoua hospitali nini, unaona ile. Sio bahati mbaya. Ile ni by design wameitengeneza. Kwa sababu gani? Kuzidisha chuki dhidi ya taifa lao. Ndio maana sasa hivi utasikia bana, sio watalii fulani wa taifa la blue wameenda sehemu fulani, wamefukuzwa, wamekataliwa kuhudumiwa. Nchi zingine zote zimeanza kutengeneza chuki dhidi ya hao. Na nadhani umeona maandamano Uingereza wapi. Ile imetengeneza makusudi ili kutimiza maandiko. Maandiko yanatakaje? Wayahudi wote wakutanika sehemu moja, wawe kitu kimoja, ili waweze kupigana sasa vita vikuu ambao ni Malhama au Armageddon. Kwa hiyo hizi figisu zinazofanywa katika hizi nchi ni za kuilazimisha wale Wayahudi walioko katika nchi zingine warudi huku. Na hii sio mara ya kwanza, walikuwa wanayafanya Iraq. Unajua Wayahudi wako wengi sana Iraq. Yemen wako wengi sana. Iran kuna Wayahudi wengi sana pale. Umeona? Syria, Egypt, Morocco, kote kuna Wayahudi wengi na wanaishi pale kwa zaidi ya miaka 1000 na wanaishi kwa amani sana.